Mwaka ni 2097. Dunia haikuwa tena kama tunavyoijua. Miji mikubwa iligeuka kuwa magofu na anga lilijaa moshi mzito. Hakukuwa na vita kati ya mataifa. Ilikuwa vita dhidi ya kitu kisichoeleweka. Walikuja kimya kutoka mbali zaidi ya anga la dunia, na walipofika kila kitu kilianza kuanguka. Jiji la Neodar lilikuwa la kwanza kuanguka. Vyombo vikubwa vya ajabu vilitua juu ya majengo marefu, na kutoka ndani yake vilitoka viumbe wa kutisha, nusu hai, nusu mashine. Macho yao yalikuwa yanang'aa kama moto wa chuma. Hawakusema, hawakutoa onyo. Walianza kuangamiza kila kitu. Lakini katikati ya machafuko hayo kulikuwa na mtu mmoja. Jina lake Xavi. Hakuwa askari, hakuwa shujaa wa kawaida, lakini alikuwa na kitu kimoja: ujasiri wa kupigana hadi mwisho. Alikuwa akiendesha hoverbike ya kasi isiyo ya kawaida, na siku hiyo alikuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake. Nyuma yake kulikuwa na mashine za vita zikimfuata kwa kasi isiyoelezeka, zikiruka juu ya majengo yaliyoporomoka, zikivunja kila kitu kilichokuwa mbele yao. Milipuko ilitanda kila kona. Moto ulikuwa ukiteketeza jiji lote. Xavi alipinda kona kwa kasi, akiruka juu ya daraja lililokuwa linaanguka. Kila sekunde ilikuwa ni vita kati ya uhai na kifo. Ghafla, kifaa chake kilitoa tahadhari. Signal imegunduliwa chini ya ardhi. Xavi alishtuka. Chini ya ardhi? Lakini hakuwa na muda wa kufikiri. Aliigeuza baiki yake na kuelekea kwenye handaki la zamani. Alipoingia ndani, giza lilitawala. Kimya kikatawala kila kitu. Lakini ghafla, taa zilianza kuwaka, moja baada ya nyingine. Ukuta mmoja kisha mwingine. Mfumo wa kale ulikuwa umeanza kuamka. Kwenye kuta kulikuwa na alama zisizoeleweka. Teknolojia ya zamani kuliko dunia yenyewe. Na hapo ndipo sauti ilisikika. Mwisho wa wanadamu uliandikwa. Xavi alisimama, moyo wake ukidunda kwa kasi. Lakini wewe umechaguliwa. Mimi? Kabla hajapata jibu, mlango ulipasuka. Mashine za kigeni zilivamia handaki. Lakini ghafla, mfumo wa ulinzi umewashwa. Ardhi ilianza kutetemeka. Kuta zilifunguka. Silaha kubwa zisizo za kawaida zilijitokeza. Nuru kali ilijaza chumba chote. Nguvu ya ajabu iliyokuwa imefichwa kwa maelfu ya miaka ilikuwa imeamka. Xavi alisimama. Sasa hakuwa akikimbia tena. Macho yake yalijaa uthubutu. Akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, labda huu si mwisho wa binadamu, bali mwanzo wa vita halisi. Itaendelea.